maneno ya kutambulisha ujio wa neema mpya kwa jamii na kwa taifa. Vile vile huweza kutokea akapatikana kiongozi aliyesumu kwa uhai wa taifa. Hayo ndio matokeo ya mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo sasa kumbukeni kwamba chaguzi zina utitiri wa mambo aina kuu mbili. Aina ya kwanza, moja, pana utitiri wa hoja za ukweli za wasema ukweli wa radha tamu na radha chungu. Naomba kusisitiza, kumbukeni kwamba chaguzi zina utitiri wa mambo ya aina kuu mbili. Moja, pana utitiri wa hoja za ukweli za wasema ukweli wa radha tamu na radha chungu. Pili, pana utitiri wa hoja za mambo ya kukolezwa na uongo mtamu wa wasema mambo bandia. Hiyo ndio aina mbili zinazokuwepo katika masuala ya utitiri wa maandamano ya maneno katika misimu ya uchaguzi. Maandamano ya maneno. Aina zote za mifumo ya wasemaji wa makundi haya mawili huwa yana misemo ya kupambwa na ahadi za kuitwa ni ahadi batili na ahadi za misemo ya ahadi halisia. Chaguzi zote na hata Tanzania sio kisiwa. Hivi sasa tuna washindani wa vyama 15 katika kiti cha urais na vyama 19 katika masuala ya udiwani na ubunge. Vyama 15 wanashindania kiti cha urais. Lakini sana kuna makundi mawili. Kuna kundi la chama kilichoshinda, chama bingwa kilichopata ushindi mwaka 2015, na kuna vyama shindani vinavyoshindania kupata ubingwa wa hisia za jamii na ridhaa ya umma. Ndio maana nikasema kwamba kuna mifumo ya wasemaji wa makundi haya mawili, na wana misemo ya kupambwa na ahadi za kuitwa na ahadi batili na ahadi za misemo ya ahadi halisia. Kwa kuwa siasa ni kaa la moto, ukilikanyaga ukiwa huna kinga unaungua. Kwa hiyo nimeamua nikutane nanyi niseme ya kuziba ufa kabla ya ukuta haujabomoka. Nimeamua niseme na wadau wa siasa kupitia nyinyi wanahabari. Nitakayosema ni kwa manufaa ya wadau wa siasa kujua kasoro zinazounda hitilafu za nyufa, kwa maana wa mfumo wa vyama vingi ni kichocheo kwa ustawi na maendeleo ya jamii. Mfumo wa vyama vingi ni kichocheo cha kushindisha ubora wa suluhu za kutatua matatizo, sio kujenga mifarakano. Ndio maana ya mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo manufaa ya mfumo wa vyama vingi ni chachu ya kuhakikisha inachangia katika utatuzi wa changamoto mtambuka zinazokwaza kasi ya maendeleo ya jamii kwa uchumi na taifa. Hiyo ndio principle, yani ndio hali halisi ya eneo lolote la watu wanaoitwa wanasiasa. Kwa maana ya siasa ni nasaha za kujenga ustawi na maendeleo ya jamii. Maana ya siasa. Mimi mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa Tanzania, kuepuka lawama ya kukaa kimya na kuepuka laiti ningelisema, sasa nasema yafuatayo kwa wadau wa vyama vyote vinavyoshindania viti vya udiwani, viti vya ubunge na kiti cha urais wa Tanzania. Na shauri vyama vyote vinavyoshiriki katika huu uchaguzi mkuu viongeze kauli za kutambulisha vina utajiri wa wagombea wenye sifa za maono yenye hekima, na ni wagombea wenye kukweza utaifa wa kulinda tunu za taifa ambazo ni hizi zifuatazo. Tunu za taifa ni utu, ubinadamu, amani na utulivu, lugha ya Kiswahili ya maneno ya hekima na busara kwa urithi wa vizazi na vizazi. Wanasiasa wote na wagombea wote, acheni kujiajiri ajira za kutenda malumbano ya dhima ya kujenga kuundika kwa hasama na vizazi virisi maono ya hasama.
kwani maovu yote yale hayana hazina ya burudani, bali uovu huna mikasa ya nongo kwa vizazi vipya. Tarehe 28 Oktoba watazaliwa kizazi kipya siku ya kupiga kura. Watakuta urithi gani? Watakuta manufaa gani ya kutokana na uchaguzi mkuu wa 2020 wa kupata madiwani, wa kupata wabunge na wa kupata rais? Malaika wa Mungu watakaozaliwa siku hiyo, na malaika wa Mungu ambao hawajafikia umri wa kupiga kura. Wanasiasa na wagombea, tengenezeni mashindano ya hoja za kujenga ufikiri mwema kwa wapiga kura, watende maamuzi yasiyoundwa na uongo wa siasa. Hizi ndio nasaha zangu kwa viongozi wa vyama vya siasa na kwa wagombea wa dhamana mtambuka, udiwani, ubunge na kiti cha urais. Ikumbuke kwamba uongo wa siasa huuza dhuluma dhidi ya haki za vizazi na vizazi. Narejea, ikumbuke kwamba uongo wa siasa huuza dhuluma dhidi ya haki za vizazi ambavyo hawapigi kura za kupatikana viongozi bora kwa ustawi wa maendeleo ya jamii, uchumi na taifa. Kwa hiyo wagombea wote, kumbukeni ukweli wa thawabu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukweli ni thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Na waomba wagombea wote wakumbuke ukweli una thawabu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukweli huuza haki dhidi ya dhuluma. Ukweli huuza haki dhidi ya dhuluma. Nimependa kulisisitiza hilo kwa sababu naelewa wazi, ndugu wanahabari, kwamba tuko katika msimu wa changamoto. Tanzania iko katika mshangao, iko katika bumbuazi, iko katika kudua. Hawakutarajia patakuwa na mihemko ya ushindani wa kisiasa kama uliopo hivi sasa. Ushwari wa bahari sio ufupi wa kina. Ndio maana sasa hivi kuna visebu vinavyotoka katika vyama mashindani dhidi ya CCM. Ndugu na habari, nina haya ninayosema kwa sababu mtu mwenye akili timamu hulaumiwa kimwachia kipofu kuendesha gari la abiria, matokeo ni mauti na kwa abiria. Mtu yeyote mwenye akili timamu, ukikaa kimya au ukaona mtu anaadui ujinga, anaoshinanisha na upumbavu, ukakaa kimya, usimpe nasaha za kumpa ukombozi katika fikra zake, wewe unatenda dhambi. Kwa hiyo mimi natimiza jukumu langu la kutoa nasaha kwa wenye masikio ya kusikia, ili tuweze kutimiza kauli mbiu au ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kwamba uchaguzi utakuwa wa amani na utulivu, na utakuwa wa uwazi, utakuwa wa haki, na hakuna mtu atakayedhulumika. Nyongeza ushauri wangu kwa wagombea wote wa dhamana zote za udiwani, ubunge na kiti cha urais wa Tanzania. Wagombea wote, epukeni kugeuza michakato ya kunadi siasa na sera kuwa ni mipango mikakati ya makusudio ya kugadhabishana wagombea. Kwa hiyo sasa, wagombea, acheni lugha za kuamsha mitazamo ya kufikirika kwamba pana dhamira kificho za kuvuruga umoja na udugu wa kijamii wa jamii yetu ya Watanzania. Ninawaomba sana wagombea, na naomba vyama vyote vya siasa, wagombea wote, epukeni kujenga upotofu kwa umaana bora wa sifa ya siasa na demokrasia ya vyama vingi. Watanzania watapata migutuko ya kutoona faida ya umaana ya demokrasia ya siasa na demokrasia ya vyama vingi kama vyama vingi vilivyopo hivi sasa na wagombea watakuwa ni mazalia ya mbu wanaosababisha malaria kwa fikra za Watanzania. Kwa hiyo demokrasia ya vyama vingi tuthibitishe na uithibitishwe kwenye umma kuwa hii sio fursa ya kuparaganisha safari ya siasa za dhamiri ya madai ya kilio cha huru ambacho ni huru na kujitegemea. Naomba hili niliseme hususan kwa kizazi kipya ambao hawajui au hawajasoma historia, kwa sababu kuna kasoro moja
kila mtu akiingia kwenye chama cha siasa anajiita mwanasiasa. Profesa wa mifupa kesho akichaguliwa kuwa mbunge anajiita ni mwanasiasa. Mimi sijawahi kuona mtu anaitwa shehe bila kupitia madrasa. Sijawahi kuona mtu anaitwa askofu bila kuwa na elimu ya Agano la Kale. Lakini katika siasa inaonewa sana. Everybody is calling himself a politician. Kumbe ni political activist, ni mwanaharakati wa kisiasa ambaye ni sawasawa na darubini. Kazi yake ni kuangalia, darubini kazi yake ni kuangalia afya ya damu au kuangalia afya ya mwili wa binadamu. Lakini unaweza ukawa ni profesa wa maabara lakini huna elimu ya kutoa tiba. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mwanaharakati mzuri sana wa kisiasa lakini huna tabibu za kutoa tiba kwa matatizo ya umaskini, maradhi, ujinga, mmomonyoko wa mazingira. Lakini wewe unajiita ni mwanasiasa, kumbe wewe ni mwanaharakati wa just a laboratory, wewe ni maabara ya kisiasa. Na ukiwa ni maabara ya kisiasa unapongezwa kwa sababu unatambulisha kasoro zinazotengeneza hitilafu. Kwa hiyo sasa, wagombea wote heshimisheni mfumo wa vyama vingi kuwa ni upo kwa manufaa ya kupatikana management bora ya kuongoza utawala bora wa kuwajibika kutanzua hali hasi kwa huduma za ukombozi kwa madhira ya afya, elimu na kupatikana maliasili na kupitia maliasili zetu na kupitia mapato ya taifa tupate uvumbuzi dhidi ya hali duni na dumbavu kwa ustawi wa jamii na taifa. Matumizi ya rasilimali. Kwa hiyo mfumo wa vyama vingi uonekane kwamba ni beneficial kwa kupatikana management ya kupatikana uongozi na utawala bora kwa maliasili zetu, uchumi, ustawi na maendeleo ya huduma za jamii, matumizi bora ya mapato ya taifa, maliasili zetu, rasilimali. Kwa hiyo tunapaswa kuthibitishe hiyo. Kwa hiyo sasa nashauri kila chama na kila mgombea asifanyie ukaguzi wa kujijengea, kujisahihisha. Kila mwanasiasa ajifanyie ukaguzi wa kujitambua na kujiongeza na kujisahihisha dhidi ya kuwa ni mtu aitwaye chanzo cha mmomonyoko wa kuzaa kauli zenye mporomoko kwa usalama wa tunu za taifa. This is very serious. Ikumbuke kwamba kwa mwanasiasa na kila mgombea anatarajiwa na tasnia ya siasa kuwa ni afisa uhusiano wa kukweza sifa za mfumo wa vyama vingi dhidi ya kuwa ni mwanasiasa wa kuitwa ni mfumo gandamizi kwa ujenzi wa mfumo rafiki wakati ya tasnia ya siasa na mamlaka ya dola. Kila mwanasiasa ajitambue, na hususan sisi wagombea wa vyama vyote. Wagombea wote wahakikisha wanajigeuza kuwa ni maafisa uhusiano wa kujenga uhusiano utakaosaidia na kunufaisha tasnia ya siasa na mamlaka ya dola. Niliona hili nilihimize sana. Kwa kuwa katika zizi la ng'ombe, hapakosekani inzi, na shauri wasimamizi wa vyombo vya dola ifuatavyo. Vyombo vya dola, dumisheni weledi unaotekeleza pamoja na mambo mengineyo panapohitajika wajibu wa matendo ya kinga ya kulinda urithi wa vizazi na vizazi wa usalama wa tunu za taifa. Vyombo vya dola viwe na wajibu wa matendo kinga ya kulinda urithi kwa vizazi na vizazi wa kuhusu usalama wa tunu za taifa. Vyombo vya dola, epukeni kuchafulika kwa tunu za taifa kwa hali ya kusababishwa na vizuka wa mavazi ya dhana za siasa na demokrasia bandia ya sawa na chui aliyevaa ngozi ya kondoo. Vyombo vya dola viamke, vitumie weledi. Mimi sitaki kuhimiza kwamba vyombo vya dola sasa iwe kamata. Nampongeza IGP Siro, amehimiza kwamba kila mtu atimize wajibu wake wa kuhakikisha uchaguzi unatekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kuwa na uchaguzi huru, amani na haki. Nampongeza sana IGP Siro.
Wanasiasa na wagombea wote, kumbukeni kwamba moto humeza kuni. Moto humeza kuni. Lakini uongo huteketeza ukweli. Kwa hiyo kila mgombea adhibiti mihemko ya kujenga milipuko kwa ajili ya kuundika kwa hasira, chuki, na kila mwanasiasa ajihepushe kuwa na viburi vya kuchokonoa na kusababisha vyombo vya dola kukasirika na kutumika ndivyo sivyo. Kwa sababu duniani kote ukimchokoza mtu ambaye ana akili timamu lazima akasirike. Kwa hiyo na waasa vyombo vya dola watumie weledi wao, na waasa wanasiasa waache viburi vya kutumia jina la siasa na demokrasia kuchokonoa vyombo vya dola. Ikumbuke, ukimchokonoa utachokonoleka. Niliona hili niliseme. Napenda kuonya kwamba siasa ovu na zana potofu huunguza amani, umoja na huunguza utaifa wa kwa nchi ya jamii moja. Napenda kuonya kabisa hivi. Kila mwanasiasa, kila mgombea atambue kwamba siasa potofu huunguza amani, umoja na huunguza utaifa kwa nchi kuwa na jamii moja. Ikumbuka, kuvunja amani ni rahisi sana. Kugumu ni urejeshaji wa amani. Kumbukeni Somalia. Wamevunja amani, wamevunja umoja na mshikamano wa kitaifa. Imekuwa ni kugumu sana kurejesha umoja na mshikamano. Lakini ni rahisi sana kuvunja umoja na mshikamano wa kimataifa. Ndugu zangu, kwa hiyo sasa naomba wanasiasa na vyombo vya dola, natoa wito tuepuke mashindano ya mbiu ziitwazo cheche za kuunda moto wa kuchoma nyumba iitwayo Tanzania. Kila upande uepuke kuwa mazalia iitwayo potelea mbali liwe litakalokuwa na liwe. Vyombo vya dola watumie hekima zao kuvumilia palipo na mchoko wa kufikiri, kwa sababu tuko katika kipindi kigumu. Kadri uchaguzi unavyosogea, joto la mihemko linapanda. Kwa hiyo nimeona hili niliseme ili tuweze kukumbushana. Ninaomba jeshi la polisi liwe sawasawa na madaktari wa ugonjwa wa saikolojia. Lakini na sisi wanasiasa, tukiona ukimya wa polisi, tusifikirie ni udhaifu wa jeshi la polisi. Wanasiasa na vyombo vya dola, tuepuke mashindano ya mbiu zinazojenga cheche. Kwa hiyo sasa, wanasiasa, hadi sasa tuna deni la shukrani kwa uhimilivu wa vyombo vya dola, hususan pale ndimi za wanasiasa zinajikwaa na kunena mambo ambayo ni batili kwa sifa za uzalendo na kutetea umoja wa kitaifa na kutetea tunu za taifa. Sikuja kunyoshia mtu kidole, lakini haya ninaomba yawaingia akili wanasiasa na wanagombea wote. Na kwa hiyo nasisitiza, uhimilivu wa vyombo vya dola ni tuzo ya kutekeleza ahadi ya kuwa kwamba uchaguzi utakuwa wa haki, usawa na uwazi wa amani. Na Mheshimiwa Rais, nakumbuka aliwakumbusha vyombo vya dola wawe wavumilivu, na kweli vyombo vya dola vimekuwa na sifa ya kuwa wavumilivu. Nakupongeza tena Mheshimiwa IGP. Lakini Mheshimiwa IGP, kwa vile kwenye zizi la ng'ombe hapakosekani inzi, na wewe kwenye mazizi lako pia hapawezi kukosekana inzi. Kwa hiyo nakushauri vile vile uchukue hatua zinazoweza kulinda heshima na sifa la jeshi la polisi. Kuhusu tume ya uchaguzi na haki za wagombea, najua na hilo mngependa kulisikia, hususan wale wagombea walioinguliwa. Kwa ufahamu wangu, kwa baadhi ya maeneo
pametendeka sintofahamu za kutengenezwa na ngazi ya chini. Sema ukizaa mtoto akiwa mwizi, anayebeba lawama ni mzazi. Kwa ufahamu wangu na ufuatiliaji wangu, nimebaini kwamba Tume ya Taifa waamua kutokana na maandiko yanayopelekwa mbele yao. Tume ya Taifa haina idara ya uchunguzi au ya upelelezi kwamba yana wanayoletewa yafanyie upelelezi. Labda mbele kwa mbele huko Tume ya Taifa ikiimarisha na kupewa maboresho, inaweza ikawa na kitengo cha kufanya upelelezi. Lakini nyinyi wote hapa mliopo mlishinda mitihani yenu. Majawabu nayoandika kwenye maswali ya mtihani ndio ambayo hukupasisha au hukudondosha. Kwa hiyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa maamuzi mazuri iliyofanya imepaishwa na wasimamizi wa ngazi za chini walioandika uwazi na ukweli. Pale Tume ya Taifa ya Uchaguzi imedondoshwa, imebaini imedondoshwa kutokana na maandiko yaliyotoka ngazi za chini. Ngazi za chini kuna watu wamejiajiri ajira ya kujigeuza kwamba wao ni wazalendo na ni ngao kinga ya kumkinga Rais Magufuli, kumbe wanamchafua Rais Magufuli. Mheshimiwa Rais Magufuli, pamoja na kwamba wewe ni mgombea wa kiti cha urais, bado ni wewe ni kiongozi wetu na una mamlaka yote. Ni kuombe kwa heshima na taadhima, wasimamizi wasaidizi wa Tume ya Uchaguzi wanaochafua ahadi yako ya kwamba uchaguzi utakuwa uhuru na haki, na kuomba Mheshimiwa Rais, chukua hatua za kuwatumbua ili watu wajifunze, waache tabia za unafiki na uzandiki wa kupotosha na kuipaka matope serikali na kumpaka matope Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Magufuli, naomba, sio namtetea, nazungumza ukweli, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Hajatuma watu wowote wasaidizi wa uchaguzi wazushe ya kuzushwa ya kuidanganya Tume ya Taifa ikafanya maamuzi batili. Ili nimesema kwa sababu nimelifanyia uchambuzi. Hata mimi kuna wagombea wa kupitia chama changu wameinguliwa kwa mizengwe na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Siwezi kuilaumu. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. So this is the situation that we have. Nimeona haya ni yaseme. Vile vile najua mtapenda kupata maoni yangu kuhusu elimu ya wapiga kura. Mchango wangu ni mambo yafuatayo kwa wapiga kura tarehe 28. Natoa wito kwa wananchi wajitokeze kusikiliza hoja za wagombea wote. Natoa wito wananchi wajitokeze kusikiliza hoja za wagombea wa vyama vyote. Wapiga kura kujitokeza ni kujipatia nguvu ya werevu wa kufahamu yupi ana sifa ya uthubutu wa kutekeleza kiti cha uongozi na yupi ana uthubutu wa kutekeleza uhuru wa kilio cha tano na kutekeleza kilio cha mapinduzi matukufu ya Zanzibar, hususan katika kiti cha urais. Jitokezeni mkasikilize wananchi, mpate nguvu za kufanya maamuzi makini na yenye usahihi. Je, wagombea 15 ni nani ana sifa bora za kutekeleza kilio cha uhuru na kutekeleza kilio cha mapinduzi matukufu ya Zanzibar? Ni nani ana weledi, ni nani ana elimu ya uraia ya kuweza kufanya maamuzi ya kutokana na ahadi za baba wa taifa alizosimamia? Waislamu wanakutana katika msaafu, Wakristo tunakutana katika Biblia. Je, mfumo wa vyama vingi tunakutana kwenye nini? Mfumo wa vyama vingi tunakutana kwenye kilio cha madai ya uhuru na kwenye kilio cha mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Niliona hili nilisema. Siku ya kupiga kura ni siku muhimu sana kwa usalama wa haki za kulindwa mafanikio ya maendeleo ya jamii na taifa. Maendeleo yaliyopatikana. Taifa letu lina majawabu ya uchaguzi wa mwaka 2015.
tuna majibu ya kuhusu mafanikio tuliyoyadai kupita mbio ya madai ya mabadiliko dhidi ya ulegevu wa kuhusu sifa za utawala bora. Watanzania tukumbuke, history inafundisha na ndio inayoongoza kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo wapiga kura, ninawaasa, uchaguzi wa 2015 tulidai mabadiliko, tukadai mageuzi. Mageuzi hatukujua yana ladha chungu, mabadiliko hatukujua yana ladha chungu, lakini kuna mafanikio yaliyotendeka. Nasikitika, bahati mbaya tu, mafanikio ya serikali ya awamu ya 5, mimi nasema serikali ya awamu ya 5, na kila mmoja wenu hapa msema ukweli kwa Mwenyezi Mungu anajua kuna mafanikio yaliyofanyika, lakini serikali ya CCM imejikosesha yenyewe kwa kutokuwa na mikutano ya hadhara ya kuthaminishwa serikali imefanya nini. Haiwezekani serikali kajisadikisha na ikajithaminisha kisiasa, na ndio maana hivi sasa ina changamoto. Kwa hiyo baada ya uchaguzi huu ieleweke kwamba uhuru wa vyama vya siasa uliopo, tuwe na pre-election politics na post-election politics. Tuwe na siasa za kabla ya uchaguzi, mifumo tofauti na siasa za uenezi baada ya uchaguzi. Wananchi kutokupiga kura ni janga la kuangamiza safari ya matumaini mema kwa matarajio ya nchi kuwa na viongozi wa sifa za uzalendo. Ninawaomba wapiga kura, jitokezeni. Msipojitokeza wapiga kura, ni janga la kuangamiza safari ya matumaini mema kwa matarajio ya nchi kuwa na viongozi wa sifa za uzalendo. Uchaguzi ni ufunuo wa kutambua viongozi wa kuweza maslahi ya jamii na wa kuweza maslahi ya taifa. Kwa hiyo wasiopiga kura ni visababisha kupatikana viongozi mtao. Nendeni mkapige kura, muamue nani anafaa kuwa kiongozi bora. Na waomba wapiga kura watambulishe na wabainishe maana ukweli bandia kwa maslahi ya taifa letu. Kama wapiga kura mtapenda porojo, mkaogopa ladha chungu, muelewe kwamba mtachagua watu wanaoitwa watumia matumbo kwa maslahi binafsi. Na mkichagua watumia matumbo, msije mkalalamika mirija ikirejea ya kunyonywa taifa letu. Watanzania, kumbukeni kwamba ukweli huchelewa kukomaa katika masikio yaliyolishwa tamtamu za uongo. Kumbukeni kwamba ukweli huchelewa kukomaa katika masikio yaliyolishwa tamtamu za uongo wa kujenga ufanano na ukweli uitwao ukweli bandia. Watanzania, kumbukeni, Yesu alisulubiwa kwa vipande 30 na uongo wa madalali waitwao watumia matumbo. Yesu aliuzwa. Na hapa tusije tukashangaa tukapoteza tu watu ambao wana sifa za kuwa viongozi bora, lakini watauzwa kwa vipande 30 na watauzwa kwa tamtamu za uongo. Kwa kuwa kila mwanasiasa huvuna mavuno ya thamani ya imani aliyopanda na kugusa hisia za umma. Kwa hiyo sasa, kila mcheza ngoma ya uchaguzi ategemee kutunzwa kutokana na uelimishaji manufaa yake yenye sifa bora. Wagombea wa vyama vyote, baada ya uchaguzi wa tarehe 28 tufanane na wacheza mpira. Wacheza mpira, Yanga ikiifunga Simba hushikana mikono, Yanga wakiifunga Simba, lakini na Simba ikiifunga Yanga hushikana mkono. Na sisi wanasiasa tuonyeshe ukomavu. Kuvunjika jembe si mwisho wa uvunzi. Kwa hiyo kila mgombea ajitathmini kwamba yeye ni lazima ashinde. Kwa nini wewe unasema ni lazima ushinde? Kiongozi bora ni yule ambaye yuko tayari kuongozwa vile vile na mtu yeyote ambaye amepewa ridhaa ya kuongoza. Wewe ukipewa ridhaa ya kuongoza, wale ambao hawakupewa ridhaa ya kuongoza wakuunge mkono. Lakini kama wewe ukupewa ridhaa ya uongozi,
halafu nakuwa na kiburi cha kusema ni mimi tu. Kwani wewe ukipeleka posa kwa Mwajuma au kwa Meru kakataliwa, Meru akiolewa na mtu mwingine ukimkuta barabarani utambaka, shauri yako yatakufika hata ambayo huyatarajii. Nimeona hili nilihimize, kwa kuwa naomba tuwakumbushe wapiga kura, kumbukeni kwamba kila kura ni lindo la usalama na ni mtaji wa kunufaisha vizazi vyote, hasa wasio na umri wa kupiga kura. Kutokupiga kura unaweza sababisha nchi kupata viongozi wasio waaminifu wa kutekeleza kilio cha uhuru na kilio cha mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Hivyo ikawa ndoto ya uhuru ni maendeleo ikafia njiani, na ndoto ya kwamba uhuru ni kujitegemea ikafia njiani. Usalama wa taifa hili uko mikononi mwa wapiga kura. Uozo wa samaki huanzia kichwani. Samaki uozo wake huanzia kichwani. Kwa hiyo ukiwa na uozo Ikulu, ukiwa na uozo bungeni, ukiwa na uozo kwa madiwani, siji nchi hiyo itakwenda namna gani? Usalama ni kura zetu. Usalama ni wanahabari kuunga mkono yale mema yote ambayo yana manufaa kwa ustawi na maendeleo ya jamii. Ndugu zangu, kwa uzito wa pekee nasema, bila amani hekima ya kupiga kura haipo. Kwa hiyo nasisitiza kila mgombea atambue umaana wa maneno yake kwa usalama wa tunu za taifa. Kila mgombea afahamu umaana wa maneno yake kwa usalama wa tunu za taifa. Viburi vya kutegemea utamaduni wa mila za nchi za nje. Ukiwa ni mtu na kiburi cha kutegemea utamaduni wa mila za nchi za nje, mtu huyo atambue kwamba Tanzania itajengwa na Watanzania, na hakuna mtu atakayekuja kujenga Tanzania. Hakuna mtu anayejengewa familia yake na jirani. Na ndio maana hata marafiki, lakini inapokuja kwa mme, mashoga hugombana. Marafiki wanaume kija kwa ushemeji bandia, watu waachane. Sembuse kwenye taifa. Kama utaonekana wewe ni kisebusebu hatarishi, una kauli kificho kwa maslahi ya uhuru ni maendeleo, uhuru ni kujitegemea kwa nchi yetu, na kwa ndoto za kilio cha uhuru, na kwa ndoto za mapinduzi ya nchi yetu ya Zanzibar, nasema pole kwa yale yanayoweza yakakufika. Wazalendo wote, tambueni kwamba maumivu ya leo ni kwa furaha ya kesho. Wafanyakazi wote, tambueni kwamba maumivu ya leo ni kwa furaha ya kesho. Wakulima wote, tambueni maumivu ya leo ni kwa furaha ya kesho. Kasoro moja ambayo serikali ya CCM ya awamu ya 5 imetenda, baada kuanza mapinduzi ya kujenga mabadiliko dhidi ya ulegevu wa utawala bora, haikutuandaa kisaikolojia tuelewe kwamba tufunge mkanda, tutakuwa na maumivu ya kuvumilia kwa muda gani. Tungekuwa tumeandaliwa, nadhani mambo yangekuwa tofauti. Kwa hiyo viongozi watakaoshika hatamu za dola wawe wanaelewa umaana wa kuandaa mawazo ya Watanzania kwa bega kwa bega na mkono kwa mkono na dira ya taifa ya maendeleo. Vile vile naomba kuhitimisha kwa kusema kwamba mchumia juani ulia kivulini. Kwa hiyo tukosoane kwa lugha za staha, tuimarishane, tujenge taifa letu. Wapiga kura, jitambueni, jiongezeni, msidanganyike. Majuto ni mjukuu. Baada ya maelezo haya, vile vile najua mtaniuliza kwamba Shibuda utazindua lini. Wewe ni mgombea kiti cha urais. Tarehe 27 Jumapili, kesho kutwa, nazindua kampeni za kuwania kiti cha urais. Lakini mimi siwanii kiti cha urais, na wania kuleta tiba mbadala dhidi ya madhira ya taifa ambayo umaskini, ujinga, maradhi,
mporomoko wa mazingira taifa na kadhia mbalimbali, kwa sababu adui wa mwanasiasa ni ujinga, maradhi, umaskini na kadhia mbalimbali zinazosababisha mtu asiwe na maisha ya furaha, asiwe na ujira wa kutosha. Kwa hiyo tarehe 27 Jumapili nitazindua, na baada ya kusema haya ambayo leo nimezungumza, kwa mujibu wa matakwa ya dhamana yangu ya kuwa mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa, na maana mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa ni kuwa na fikra za hekima za kuongoza mawazo ya busara